Sana TV. Elfu 2016 baada ya kuwa ameingia madarakani, mnajua vipaumbele vyake ni pamoja na chuo, lakini lengo la kuunda chuo hiki ni kuandaa vijana watakaoweza kusaidia kusambaza elimu, lakini pia waje wawe walimu, wawe viongozi. Kwa hiyo BAKWATA inakuwa na chombo chake cha kuandaa wanafunzi, cha kuandaa walimu, cha kuandaa viongozi watakaoliongoza baraza na kuongoza misikiti mbalimbali badala ya kuwa tunadandia. Hii ni fikra kubwa ambayo haiwezi kusahaulika katika vichwa vyetu na katika maisha yetu kutokana na Sheikh Dr. Abubakari Zuberi. Kwa hiyo kwa hali hiyo hawa vijana wataenda mikoa 8 kwa ajili ya kwenda kuestablish hii Darul Maarif ambao watafundisha masomo kulingana na syllabus iliyoko hapa makao makuu na mikoani. Lakini hili ni trip ya 3. Trip ya kwanza ilishakwenda, trip ya pili ilishakwenda, na hii ni hatua ya 3 baada ya kuanzisha Darul Maarif. Sasa tunao wanafunzi ambao ni wanakwenda kuwa walimu kutokana na zao letu sisi wenyewe. Baada ya kusema hayo na kwa muda niliyouomba, basi ni muombe Mheshimiwa Mufti na wote walimu utatupa nasaha. Naomba mkakae pale ili tumpishe Mheshimiwa Mufti aweze kuzungumza. Karibu. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kwanza, jambo la kwanza, kama mnavyoelewa, tangu tumeanzisha Darul Maarif mwaka 2016 ndio tumeweza kufikia mahala ambapo tumepata walimu na wameweza kwenda katika mikoa mbalimbali kwa bachi tofauti tofauti. Wako wengine wako Katavi sasa hivi na wengine wako katika mikoa mingine. Na kwa sasa ndio tuna vijana mliowaona, tumewatayarisha walimu hawa, tunawapeleka katika hiyo mikoa baada ya kuwa ina haja ya kufunguliwa Darul Maarif, na wenyewe watu wa mikoa wana haja na walimu. Lakini wasia wangu kwa vijana nishautoa sana, na wasisitiza tu kwamba waendelee kwenda kufanya kazi tunayowatuma. Msisimame na jambo lingine lolote zaidi ya kazi ambayo tunawatuma, na mshikamane na heshima, adabu na walimu mashekhe mtakaokuta. Msiwaone mashekhe kule kwamba hawajui kitu, mnaojua ni nyinyi. Hakuna kitu hicho katika mafunzo yetu. Kama mnaofahamu kwamba tulikuwa tunafundisha Darul Maarif, tukaita kwamba Darul Maarif linashri ilmi wal adabi alislamia, kwa ajili ya kusambaza ilmu, lakini pia watu wawe na maadili ya Kiislamu. Kwa hiyo nendeni mkafundishe maadili, mkafundishe akhlaq, mkafundishe tabia njema, mkafundishe ilmu ya dini kama tulivyowafundisha, lakini kama tulivyowafundisha namna ya kukaa na watu. Kukaa na watu ndio kitu kikubwa sana ambacho watu wengi wameshindwa kukaa na watu. Tulikuwa tunawafasiria kwa upana ile neno wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tulikuwa tunawafasiria kwa upana sana namna gani mnatakiwa mkakae na watu wengine. Lakini msio na tabia ya kubeza, msio hata kama mtu kakosea irabu, wewe huna haja. Wewe huna haja kushughulika naye, wewe shughulika na usomeshaji tu. Hatukupeleka kule kwenda kukosoa watu yale ambayo unayaona ni makosa yametokea. Itakuwa sio adabu. Nadhani mmenielewa. Lakini jingine ni kuwaheshimu watu wazima mtakaowakuta. Eleweka wale watu wazima mtakaowakuta muwaheshimu, muwe nao, mujenge mapenzi, mfundishe watu. Lakini kikubwa kabisa, msiingilie vyeo vya watu. Yaani Darul Maarif haikupeleki kule uende ukawa imamu. Imamu wa watu yuko pale muda mrefu, wewe mwache endelee na imamu wake. Wewe kuhusu, itakuhusu wewe ni kusomesha tu. Umeeleweka? Sio kwenda kuchukua uimamu wa watu.
Ismu, umenielewa? Usije ukatoka hapa afu kwenda kuchukua imamu wa watu. Mimi najua sana, mimi na hivi. Basi kuwa unajua sana. Wewe waache watu waendelee na shughuli zao, imamu waendelee na shughuli zake, na mambo ya kimsikiti yale wewe usishughulike nayo. Shughulika na mambo ya taalimu, sio mambo ya kimsikiti. Msikiti upo, wewe umekwenda kuukuta na una uongozi wake, una kila kitu chake. Wewe usishughulike na masuala ya msikiti. Nitakupa mfano. 1976 mwezi wa pili tarehe 25 mimi nimeanza kufundisha Mtambani. 1976 tarehe 25 mwezi wa pili Februari nimesimika darasa pale msikitini. Nimefundisha watu wengi sana, lakini nilikataa mambo ya msikiti. Sikushughulika na uimamu, sikushughulika na jambo lolote linalohusiana na msikiti. Na nilikuwa nafundisha msikitini na nje kwenye darasa. Nilimwambia nileteni tu vijana kwa nasomesha na watu wazima kwa nasomesha darasa za magharibi. Kuna mzee mmoja anaitwa Abdallah Chata, kama kuna mtu anamkumbuka hapa. Ni katika jumla wanafunzi wangu wao. Sheikh Abdallah Chata, Maalim Khamisi yule, simama bwana. Hao ndio toka miaka hiyo ndio wanafunzi wangu. Wa alaikum salaam. Meleka, sijaingilia madaraka ya mtu. Mimi nimefanya kazi ambayo imenipeleka pale. Kazi ambayo imenipeleka pale. Ndio nilikuwa nafanya kazi hiyo tu, kufundisha watu adabu, akhlaq, kufundisha ilmu. Tangu irshadul muslimina mpaka minhaji talibin. Nimefundisha pale. Mzee Sheikh Abdallah Chata akachukuliwa akawa imamu wa msikiti wa nini ule? Tambaza. Akachukuliwa akawa imamu pale. Alikuja kuombwa pale Mtambani, akaja akamwambia mchukue na nafaa. Kwa hiyo na nyinyi muwe na namna hiyo. Kulikuwa hakuna Ijumaa, mimi ndio ile Ijumaa inayoswaliwa pale asili yake mimi ndio nimeanzisha Ijumaa pale. Ijumaa zamani ilikuwa iko Tambaza moja iko huku Moscow, na baadaye Mwinjuma iko Mwananyamala. Tukaona haiwezekani Kinondoni mjini ndio panastahili kuwa na Ijumaa kuliko sehemu nyingine. Tukaanzisha Ijumaa na nimeanzisha mimi, lakini katika kugawa madaraka nilisema mzee Muhammad Mwagavumbi ambaye ndio alikuwa imamu, nimemkuta hapo, ataendelea na imamu wake. Imamu msaidizi atakuwa Abubakari Kauli, Mwenyezi Mungu awarehemu wote. Amin. Msomaji wa Qur'ani na mambo atakuwa Sheikh Khamis Imrani. Khatibu msaidizi atakuwa Abdallah Yahya. Mimi ambaye nitakuwa shekhe tu wa Kinondoni, itakuwa kazi yangu kusimama kwa mawaidha, kufundisha tu kazi hiyo. Sikujipa nafasi. Wakalaumu watu, lakini nikamwambia mimi nataka iwe hivyo. Ndio ikaenda hivyo, na hata maendeleo nayaona nini mpaka ile ghorofa nini msikiti ile tumeleta sisi. Nikaunda jumuiya ya vijana ya msikitini. Rajabu Mdewa alikuwa ni katibu wa BAKWATA Kinondoni. Ndio tulimpa yeye, na alikuwa ni dereva taxi hapa Kinondoni. Tukampa kwa ndio mwenyekiti. Mambo hayakuwa na vurugu wala hakuwa chochote mpaka mwaka 97 alipoamua kwamba sitaki. Nikaacha. Nyinyi muige mfano huu. Nalipata mpaka hapa. Sio na tamaa. Sio na tamaa. Siku moja mimi ilikuja habari kama babangu mzazi kafa mwaka 78. Alafu nikachangiwa hela nyingi, mimi nikaenda Tanga kwenye mazishi. Kufika nikakuta baba mzima kumbe alikufa mjukuu wake. Nikarudi. Nikawa nimepewa pesa nyingi sana na msikitini. Niliporudi nikakaa siku ya kwanza nimepumzika, ya pili, ya tatu nikaingia kwenda kuanzisha darasa. Baada ya swala Aisha nikasimama nikamwambia, aliyekufa sio baba, aliyekufa ni mjukuu. Sasa hizi pesa nilipewa kwa ajili ya Sheikh Zubair ibn Ali. Yeye hakufa mzima mpaka sasa hivi. Namuomba Mwenyezi Mungu autolishe umri wake. Naam. Nazirudisha kwa Imamu Mzee Muhammad Mwagavumbi zifanye kazi ya msikiti. Yeye ndio mwenye maamuzi, sababu ndio imamu wetu. Kama atalipa maji, kama atalipa umeme, kama nikazirudisha. Baada pale nikatoka na wanafunzi wangu kwenda nyumbani, zogo kubwa msikitini. Lazima apewe hela zake, wengine hivi nini. Lakini zamani nishakimbia nishakwenda nyumbani. Mwe na akhlaq hizo. Mnanielewa sisi mpaka hapo Mwe na tabia namna hiyo. Sio na tamaa. Tamaa ndio kitu kinachowavuruga na kuharibu walimu. Walimu wanakuwa na usogora wa kusema ovyo, ya kujidai kama wanajua sana,
Huwezi kuwa unajua, hata kama unajua sana unyamaza tu. Tueleka. Wewe usiwe msemaji kila mara kujieleza. Wewe chukua tabia yangu, mimi sijielezi. Unaweza ukakaa hapa afu usinijue mimi natoka wapi. Usinijue nikoje. Unaweza ukakaa miaka mingi usinijue, wewe kunijua ngumu. Kwa sababu mimi sijielezi na sitaki kujieleza. Kwa na nyinyi kikazi yenu Darul Maarif imekupeleka katika huo mkoa uliopangiwa kufanya kazi ya Darul Maarif. Nini? Taalimu. Nadhani tumeelewa. Natoa wasia kwa mashekhe wa mikoa ambao hawa vijana watakwenda kule. Mashekhe wa mikoa wapokee kwa mikono miwili, kisha wawe ndio walinzi wao, wawe ndio wazee wao, wawaongoze, wawashike, waangalie na maslahi yao. Maana kusomesha nako ni kazi moja ngumu ambao unakaa muda mrefu hujitafutii wewe mwenyewe mambo yako ya maisha kwa sababu ya kutupa muda wako mwingi katika nini? Katika kusomesha. Sasa ni juu ya mashekhe wa mikoa na viongozi wote wa mikoa, mwenyekiti, katibu, natoa odai wasimame katika jambo hilo. Nikizungumza shekhe wa mkoa maana yake ni ofisi ya mufti. Baada ya ofisi ya mufti, mkoa, wilaya, kata, msikitini. Sasa natoa oda watazame vijana wetu hawa. Hawa ni amana tumeitoa, tunawapelekea wao, waangalie katika maisha yao, katika maslahi yao na katika kila jambo lao. Na ikitokea jambo wameteleza vijana, wasichukue hukumu, walete hukumu makao makuu. Sisi ndio tutajua. Mufti yuko huku, katibu yuko huku, mwenyekiti yuko huku, mudiri wa Darul Maarif yuko huku. Kila kitu yuko huku. Wewe lete huku. Usianze tena kama shekhe wa mkoa fitna na nini kutaka kuwatawanyisha vijana. Hapana. Ilmu ndio tunayotaka, dini haisimami isipokuwa kwa mambo mawili tu. Kama alivyosema Mtume mwenyewe. Elimu na mali. Ilmu na mali. Ilmu ndio hawa vijana tunawapeleka wakasomeshe, na watu wenye mali watoe mali zao katika kusimamisha mambo ya kheri kama haya. Haya ndio ambao tutataka kuwafahamisha viongozi wa mikoani, mnisikie na babdeo irushe vizuri hiki kipande cha mwisho hiki ili wapate kusikia kule. Kwamba hatutaki kusikia kuna jambo hili, kuna jambo hili, kuna jambo hili. Utatukasirisha sisi wa huku, watu wa huku juu. Tatukasirisha. Tukasirika tutakuudhikia kwa sababu umetuharibia jambo letu. Huu ulikuwa ni wasia wangu. Kwa hiyo ni juu ya katibu wa kila sehemu katika mikoa, ni juu ya mwenyekiti wa kila sehemu katika mikoa, ni juu ya shekhe pamoja na baraza la mashekhe la mkoa hapa pamoja na halmashauri. Watazame hili jambo lao, anayekwenda kule ni mtu wao, ni jambo lao. Wasikubali aonewe, wasikubali, wawalinde. Hiki ndio ambacho nataka kukizungumza tu kwa leo. Kama wasia kwa vijana, lakini pia kama agizo kwa viongozi wa baraza juu ya swala hili la Darul Maarif. Kwa sababu miaka 10 mwaka 1968 kulianzishwa BAKWATA kutoka katika East Africa Muslim Welfare Society kuja kwenye Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, likashikwa na Waswahili wenyewe ambao limekwenda mpaka imefikia kipindi ambacho tuko sisi, na litaendelea hivyo hivyo insha Allah taala ila qiyam saa. Kila watu watakuja kwa muda wao, itakuwa ni hivyo. Sasa ni juu ya viongozi kulinda baraza na kuimarisha baraza katika jumla ya mambo ambayo yamefanywa yaendelezwe, na yale ambayo hakufanywa ndio haya ya Darul Maarif tumeanzisha, watu wayashike vizuri, waendeleze vizuri. Lakini pia kuna kikosi tutakituma kikiongozwa na mudiri wa Darul Maarif kuzunguka nchi nzima kwenda kuelimisha Darul Maarif ni nini, umuhimu wake ni upi katika baraza, watu wafanyeje ili kuwazindua wale ambao bado hawajaamka waweze kuamka. Alintibaha min fadlikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.